Bara jana kwenye ligi kuu Tanzania bara kuna mechi ambayo ilipigwa pale kwenye dimba la Majaliwa Stadium pale Lindi, ambapo tulishuhudia kwa upande wa Namungo FC walikuwa kwa nyumbani wakiwalika wekundu wa Msimbazi Simba. Moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni muhimu sana kwa mnyama Simba kuweza kukusanya alama tatu na hatimaye wakafanikiwa kuweza kukusanya alama tatu dhidi ya Namungo kwa baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-1. Sasa yapo mambo mengi ambayo tunapaswa pia kuweza kuyazungumza kutokana na kile ambacho kilitokea katika mchezo wenyewe, ambapo tumeshuhudia ambapo tumeweza kushuhudia vizuri kabisa namna ambavyo Simba wamefanikiwa kuweza kupata matokeo, lakini pia namna ambavyo wachezaji wameweza kuonyesha pia performance ambayo ni nzuri katika mchezo wa jana. Juma Mgunda, kocha wa kikosi cha Namungo, alizungumza na kusema kwamba wanakwenda kukutana na timu kubwa, timu yenye quality, wachezaji ambao ni bora, wana uwezo wa kukuadhibu kivyo vyote vile kutokana na quality ambayo wako nayo. Ndiyo ambayo alizungumza yeye, lakini pia wachezaji wakubwa wa timu wana uwezo wa kuamua mchezo. Lakini pia baada ya dakika 90 ndicho ambacho kimetokea, na kocha kakiri Juma Mgunda na kusema kwamba kama nilivyozungumza hapo awali kabla ya mchezo kwamba tunakwenda kukutana na timu yenye quality kubwa ambayo ukifanya makosa madogo lazima uweze kuadhibu. Kweli ni kwamba tumezidiwa na tumefungwa, tumepoteza mchezo, akakiri namna hiyo. Lakini ukiachilia mbali na hilo, issue ambayo bado ipo ndani ya klabu ya Simba, namna ambavyo walishambulia kwa siku ya jana, basi utakuja kuona kwamba wanatengeneza mashambulizi mengi, lakini bado kwenye eneo la kutumia nafasi kwao imeonekana kuwa ni tatizo. Ni kitu ambacho kinakuwa kiwapi assurance ya wao kuweza kushinda katika kila mechi, yani kuwa na consistency ya kuweza kupata matokeo. Lakini pia tukiachilia mbali na hayo, wacha pia twende tukatazame pia kuhusiana na namna ambavyo wachezaji wamekuwa wakiperform vizuri katika uwanja. Anicet Oura, lakini pia Libase, Clatous Chota Chama na wachezaji wengine. Eli Mpanzu ambaye aliingia pia kipindi cha pili aliweza kuperform vizuri kabisa. Sasa ishu kubwa ni kwamba kuwa compact zaidi kwa upande wa Simba kucheza kitimu, bado utakuja kuona kwamba wanajitafuta, bado hawajakamilika kwa 100%. Individual performance ya timu unaiona kwa 100% kubwa ndani ya kikosi hicho cha wekundu hao wa Msimbazi. Sasa kwa upande wa mchezaji wa kikosi cha Namungo FC, mara baada ya mchezo wenyewe, yeye aliweza kuzungumza ugumu wa mchezo ulikuwaje, lakini pia mchezaji gani ambaye kwake anaona kwamba alikuwa kikwazo, na yeye aliweza kuweka wazi na kusema kwamba huyu si mwingine, amzungumzia ni Jacob Masawe. Yeye aliweka wazi na kusema kwamba sio kwa ubaya, ila nikiri Simba wana wachezaji wenye quality kubwa sana. Mfano huyu Anicet Oura, Anicet Oura sidhani kama nimewahi pia kukutana na ball carrier kama huyu. Wengine watasema Pacome, lakini Oura ni daraja tofauti kabisa kwa sasa. Yeye ni namba 1. Hii ni kauli ya mwamba kabisa Jacob Masawe akizungumza namna hiyo kuhusiana na kiwango ambacho anakionyesha Anicet Oura kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa upande wake akiwa anaamini kwamba huyu ndiye mchezaji ambaye ni bora kuliko wachezaji wote kwa hivi sasa, na ukikutana naye basi moja kwa moja lazima aweze kukupa wakati ambao ni mgumu. Tunajua uwezo wa Pedro Pacome, namna ambavyo pia amekuwa akionyesha kiwango bora kiasi kwamba kila mtu akiwa anazungumza kwamba yes, Pacome ni mtu na nusu, lakini yeye kwake anaona kwamba ndio ni mchezaji mzuri, lakini si kama alivyo Anicet Oura. Na kuna kipindi hapa katikati watu walikuwa na compare kati ya Anicet Oura pamoja na Pedro Pacome, ni upi mchezaji ambaye ni bora kuliko mwenzake, wakati anakuja Anicet Oura kwenye ardhi ya Tanzania, huku akiwa analinganisha
kutokana na namna ambavyo walikuwa kwenye kikosi cha ASEC Mimosa ya Ivory Coast, ambapo kwa upande wa Anicet Oura alikuwa anapata nafasi zaidi mbele ya Pedro Pacome, kitu ambacho kimewafanya pia watu wengi wakawa wanamzungumza. Sasa katika kauli ambayo amezungumza mchezaji huyu Jacob Masawe, ni taswira nyingine ambayo ameanza kuleta na kuwakumbusha watu, lakini pia kuanza kuleta pia mijadala kwenye mitandao ya jamii kuhusiana na ubora wa Pedro Pacome pamoja na Anicet Oura. Kwangu mimi Pacome yuko pale, kashatengeneza CV yake, ameshaweza kuonyesha na amesha prove kwa asilimia kubwa, ameshafanya makubwa kwenye ardhi ya Tanzania ikiwa na kikosi cha wananchi Young Africans. Kila Tanzania ambaye anafuatilia ligi kuu Tanzania bara ameshajua kwamba Pedro Pacome ni mchezaji ambaye ni bora, lakini Anicet Oura ndo kwanza amekuja dirisha dogo la usajili na ndo kwanza ameanza kuonyesha ubora wake. So kwangu mimi kwa compare wawili ili kwamba bado tunahitaji kumuona Anicet Oura ni kumvunjia heshima Pedro Pacome, lakini ukweli ni kwamba Anicet Oura ana kiwango bora, lakini tunastahili kwanza kuendelea kumpa muda ili kuweza kuona je, atakuwa na consistency ya siku zote katika kiwango chake na atakuwa nacho pia kwa muda gani, ama ni kiwango cha muda mfupi. Hili ni swala ambalo pia tunapaswa kuweza kusubiri kuweza kuona, lakini ukweli ni kwamba Anicet Oura kama akikliki zaidi ndani ya kikosi cha Simba, Simba ikijipata vizuri, atakuwa ni mchezaji ambaye ni mkubwa sana kwenye ardhi ya Tanzania kutokana na namna ambavyo ameweza kuanza. Pengine ufalme wa Pedro Pacome ukaja kuvunjwa na Anicet Oura kutokana na namna ambavyo amekuwa akicheza. Bana, hakikisha una subscribe channel hii. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji.